Sema. Tumestaki ubishi hapo. Tunaenda na vile inasema. Kama ukileta ubishi, next question for the next. Sema. Sema wewe Nabii Muhammad. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Nifanye Mola wangu, anasema Nabii Muhammad. Nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Unajua makosa wa Kristo, pastor akiwasomea Qur'ani huko, hawataki wao kuja na kuchambua. Sisi watoto wetu asonge karibu. Yesu anasema msidhani mimi nitawashtaki kwa Mungu kwa Baba. Yuko atakayewashtaki, naye ndiye nani? Mpe mic malize. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Mpe. Yesu anasema kama mtamwamini Musa, hamwezi kuniamini mimi. Mkimwamini Musa na mimi muniamini, sawa? Kwa hivyo ukisema mimi namwamini Yesu tu, alafu ukawacha Musa, wewe utashtakiwa kwa nani? Bado hujaamini, sawa? Haya, mpe mic kamalize. Kwa sababu aliandika habari zangu. Yeye aliandika habari zangu. Maliza. Lakini msipoyaamini maandiko yake. Msipoamini maandiko ya Musa, mtayaamini wapi maneno yangu? Mpe mic. Yesu anasema msipoamini maandiko ya Musa, mtaamini wapi maneno yangu? Kwa hivyo ili upate ufalme wa Mungu, lazima uamini maandiko ya Musa. Ndio uamini maandiko ya nani? Hebu tuone Mungu anasemaje. Kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 23:9. Mokoro. Songa pande hii kidogo. Tema nto mokoro tena ndeto. Yogo mwe. Utira na dena. Safi. 23:9. Utakapotoka kwenda juu ya adui zako. Tunasoma Kumbukumbu la Taurati, maandiko ya Musa. Nawe ukatika marago. Na wewe uko katika marago. Jilinde na kila neno baya. Kwanza Mungu anasema ujilinde na kila neno mbaya. Maliza. Akiwa kwenu mtu awaye yote ambaye asiyekuwa ni tohara. Mpe mic. Akiwa mtu kwenu, mtu yeyote asiyekuwa ni tohara. Tohara unajua? Asiyekuwa msafi. Maliza andiko. Kwa ajili ya aliyomtumikia usiku na atoke nje ya kituo. Kwa ajili ya aliyomtoka, hata kama ni usiku ama mchana, ikimtoka kwa mbele ama kwa nyuma, yana mkojo ama haja kubwa, twende. Wala asiingie ndani ya kituo. Asiingie ndani ya nyumba ya Mungu. Huyo bado si tohara, ni mchafu. Maliza. Lakini na iwe ikaribiapo jioni, yeye ataoga maji. Yeye ataoga na nini? Mpe maji. Maandiko ya Musa inasema ikikutoka kwa mbele ama kwa nyuma, unaoga na nini? Unaoga na nini? Sio nini? Sio tissue, sio toilet paper. Maliza andiko. Na jua likiisha kutwaa, ataingia ndani ya kituo. Endelea. Akishaoga kwa maji, ndio ataingia tena ndani ya kituo. Kituo maana yake nyumba ya Bwana. Twende. Tena uwe na mahali nje ya kituo. Tena ukuwe na mahali nje ya hiyo nyumba ya Mungu. Kwa kutokea nje, nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako. Ukuwe na jembe ndogo. Zamani hakuna ile sewage na toilet na flash. Unakuwa na jembe ndogo, unachimba. Napo uotamapo Kiswahili hiyo. Uotamapo ni kukaa, ndio hivyo, kuchuchumaa, ili mambo yamalizie huko chini. Ukishamaliza hakuna tissue, unaosha na maji. Baada ya kuosha na maji, unakuja unafunika, alafu ndio unaingia nyumba ya Mungu. Umeelewa mokoro? Kati ya Waislamu
na Wakristo nani wanaoga na maji? Wote tunaoga na maji. Wakienda choo, nyinyi mnaenda na nini? Tishu. Na sisi tunaenda na nini? Maji. Mungu katika maandiko yake anasema uoge na nini? Uoshe na nini? Unaona, baada ya hayo umeenda ama unaogopa irungu? Shika kaminde, patia huyo mwingine huyo mwingine wa sahihi aseme, mpe mic. Nasemaje? Unaitwa nani? Naitwa Juma. Juma? Naam. Muislamu ama Juma wa kanisa? Kanisa gani? Sitaki kujua kanisa, nishakwambia mimi ni Mkristo. Mkristo mfuasi wa nani? Mimi niko na swali mwalimu. Nauliza, wewe ni Mkristo mfuasi wa nani? Wa Yesu. Pema ikuyo Mathayo 24:5. Inasema Mathayo 24:5. Yeye anasema yeye ni Kristo. Haya. Kwa sababu Yesu anasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wengi watakuja kwa jina la Yesu wakisema mimi ni Kristo. Wao ni Wakristo kama huyu. Maliza andiko. Nao watadanganywa. Watadanganya. Nao watadanganya wengi. Sasa wewe ushakudanganya, lakini endelea. Swali lako ushakudanganya, si hatuna taabu. Sawa, mimi swali langu ni hili mwalimu. Mara mingi ninasikia huwa manabii wote waliotangulia walikuwa Waislamu. Sasa swali langu liko katika Qur'ani 6:14. Haya, mpe mic. 6:14. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio wa kwanza kusilimu. Inasema tumestaki ubishi hapo. Tunaenda na vile inasema. Kama ukileta ubishi, next patient for the next dose. Twende. Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rrajim. Sema wewe Nabii Muhammad. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Nifanye Mola wangu, anasema Nabii Muhammad. Nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Unajua makosa wa Kristo, pastor akiwasomea Qur'ani huko hawataki wao kuja na kuchambua. Sisi watoto wetu wadogo wanakwenda madrasa, wanasoma. Wakishamaliza Qur'an, tunaanza kuwafundisha Biblia. Sababu Biblia yote iko kwa Waislamu. Right hand side Quran, left hand side the Bible. Genesis to the book of Malachi. To the book of Malachi, 39 books. How many verses? 929 chapters. Genesis to Malachi. From Matthew to Revelation. 9,991 verses. Sisi hatuna tabu, lakini nyinyi mkishamsomea Waislamu waliambiwa Muhammad aliambiwa ndoramenya Muhammad neerirwe ne wabere ne wa kwanza kusilimu, alafu wewe unakimbia naye hapa ndio tunakupiga operation. Twende. Sisi hatuendi kwa Kiswahili. Sisi zamani hatukuwa tunajua Kiswahili. Ulipokuja hapa ulikuwa unasemaga bahari yake inakuja, unakwenda wapi, nasema nini, lakini siku hizi hapa unagekuona turalia watu weka auoge mno. Atwende. Sema je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Malisa. Naye hulisha wala halishwi. Endelea. Sema Nabii Muhammad. Hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Hebu mpe mic. Swali langu ni je, kama yeye ameamrishwa awe wa kwanza wanaosilimu au manabii wengine walikuwa dini gani? Umeelewa andiko kwanza? Andiko nimelielewa mwalimu. Inasemaje? Hiyo ni amri amepewa. Hakuna tabu. Umeelewa wewe andiko? Mimi nimekuuliza swali. Nauliza, unajua Kiswahili? Kiswahili nakielewa mwalimu. Mpe mic arudie.
Sema. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Sikiza vizuri Maliza andiko. Ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Naam. Naye hulisha wala halishwi. Sema Nabii Muhammad. Hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Katika wenye kusilimu. Katika wenye kusilimu. Sio mimi ndio wa kwanza waku. Kwanza inamaanisha nini? Mimi sikiza lugha yangu Mimi ndio wa kwanza kufika hapa. Maana yake hakuna mwingine aliyefika, bali kuna wengine hawajafika. Mimi ndio wangapi? Mimi ndio wa kwanza. Lakini mimi ndio wale wa kwanza katika waliofika hapa. Maana yake sio mimi wa kwanza. Sijui Kiswahili wanaelewaje. Can I explain them in English? Rudia andiko. Sema. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Naye hulisha. Tena Mwenyezi Mungu ndiye hulisha, wala halishwi. Tena yeye Mungu halishwi. Sema Nabii Muhammad. Hakika mimi Muhammad nimeamrishwa na Mungu niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Hawa katika waliosilimu kabla mimi ni kina nani? Qur'ani 2:132. Anza na 30 tunamaliza kazi. Next patient for the next dose. Unaleta aya tu hivi 2:132. I want learned people who can hear. When they bring a verse, we explain the verse the way it is. In English it says, I am ordered and commanded to be one of among the ones who have become Muslims, who have submitted to Allah. Among. Mimi ndio wa kwanza katika hao wanawake walikuwa hapa. Mimi ndio wa kwanza mwanamke. Kiswahili tabu. Unarukaruka hapa. Endelea kwanza, sitaki kuingilia siasa. 2:130. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahimu? Ni nani atajitenga na mila ya Nabii Ibrahim? Akaichukua dini hii ya Kiislamu. Akaichukia dini hii ya Kiislamu. Isipokuwa anayetia nafsi yake katika upumbavu. Nyinyi wote mnaochukia Uislamu, nyinyi wote Qur'an nasema ni mapumbavu, bumbumbu. Twende. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu. Mungu alimchagua Ibrahimu. Tulimchagua Ibrahimu katika dunia. Na kwa hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Endelea. Kumbukeni habari hii. Mola wake alipomwambia Ibrahimu, nyenyekea Ibrahimu, submit. Akanena Ibrahimu, nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote. Nimenyenyekea, neno la Kiswahili. Kwa lugha ya Kiingereza submission, I have submitted to the will of God. Kwa lugha ya Kiarabu, I have become a Muslim. Kwa lugha ya Kikuyu na ndanyihia wanga yosho wewe etekia orosho yawe wao mode wake ni wama urangi kwa hore ya dirauka. Ndio Mungu akasema wale wote wanakataa kunyenyekea wote. Yesu, wewe Muislamu? Yesu anasema naam. Nisome Biblia, Qur'an. Piga Mathayo 11:29. Game short iko leo. Hapa hakuna upishi. Mura mesha na marabo. Mesha waxa la badalka xaq ay bartaan. Isaasu muslimaan hadda shahaadada loo bixinay. Mesha qaylo ukilada kale. Wale horo moyti mare haga. Makere Madina, batenda Korea maroria eno neke. Maroga nasha eno negari. Nawe norona nendu. Twende. Inasema mwalimu. Jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu mimi Yesu. Kwa kuwa mimi Yesu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nimenyenyekea, mnyenyekevu wa moyo yake Muislamu. Kama iko. Kuna swali lingine mwalimu? Kabla swali lako moja na mimi niulize moja, wewe uliza.
Sasa kama Ibrahim alikuwa Muislamu, kabla Yesu Ukristo ulikuwa? Si kukua. Kwa hivyo Ukristo ulikuja baada ya nani? Yesu. Na Yesu. Mathayo 13:14, kila pando asilolipanda Yesu litang'olewa na kutupwa jehanamu. Inasema walimu. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao. 13:14, endelea. Likisema, kusikia mtasikia, mtaelezwa. Kusikia, hearing you will hear, wala hamtaelewa kitu nyinyi. Kutazama mtatazama, lakini wala hamtaona. Endelea. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito kabisa ya kufuata haki, haitaki. Yesu anasema, na kila pando asilolipanda Yesu litang'olewa na kutupwa katika jahannam. Andiko liko wazi. Mpe sasa, amekubali. Kabla ya Yesu hakuna Ukristo. Asante sana. Sisi tunaamini nini? Mpe mai kwanza. Qur'ani Suratul Baqara aya 200, sura ya 2 aya 186. Amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Dunga toshe tago Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lete ki ohorosho wangai na lete ki ohorosho malaika wangai na lete ki dunga ta shio de shiangai otire dunga ta ore tugaga oyo ne monene na oyo ne monini kana oyo ne ketonga na oyo ne gotire ke asha o de matu monangai na ohorosho ohoromwe mahoye kayosho waigoro ona moge kwe watene adie kohoya kirenyaga neirio mwate ire bao agethie kohoya kirenyaga akehoya thaiya ngai na wetu makehoya atumia mewika na arome mewika makehoya ngai yosho waigoro ewika makehoya na kohoya ngai tohe mbura uregioka omothe hoya ina jeto na reto ria Yesu El Nino okuo leo wakaratiwa kwa monene ni mwaigwa. Safi kabisa, twende mbele. Na waja wangu watakapokuuliza hakika yangu. 186 136. Yes. Inasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Hiyo unasoma yasaluna ka. Semeni nyinyi 2861. Soma. Semeni nyinyi Waislamu waambiwe nini? Mayahudi na Manaswara waelezwe, waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu. Nyinyi wa Kristo sikizeni vizuri. Hivyo tuate kiahorosho wangai. Tunakubali Mungu ni mmoja. God is one. We believe in him. We don't believe in another. God has no son. God can never beget. God is one. He is the creator of the heavens and the earth. And then you come here and tell me, God gives birth. He has a son. His name is... Now, even my master was asking. The creator created the woman. And the woman gave birth to the creator. Another big miracle. Another big thing. Mungu aliumba mwanamke. Kisha huyo mwanamke akazaa mwanamke. Akazaa Mungu mwenyewe. Sasa hii maneno ni ajabu. Acha hiyo question inaenda kwa bishop, si kwa nyinyi. Twende kwanza. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Hii ni Qur'an. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Ndio baba. Na yale tuliyoteremshiwa. Na yale tuliyoteremshiwa sisi. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Na Ismaili. Na Ismail. Na Ishaqa. Na Ishaqa. Na Yakobo. Na Yakobo. Na kizazi chake Yakobo. Na kizazi chake Yakobo. Na waliopewa Musa. Na aliyopewa Musa, we believe in it. Na Yesu. Na Yesu maneno yake si tunakubali. Na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. And what has been given to the prophets we believe, not these things, the stories you bring here. Twende. Hatutafautishi baina ya yoyote katika hao. We don't give any distinctions among the prophets of Allah. We believe in all of them that they have been sent by God. Simple as A, B, C, D. Khalas. Tasmia. Mesha taluka isi ilani, mesha monta Nairobi alada. Jeb kaga ilani, hado kibanda ya telefon kadina ga ato awran. Ala Sheikh Ibrahim ban ofki safirini, telefon ki alage qati, adiga wa. Kibanda haga telefon kaga hijiso. Mesha Nairobi alada. Benya.
مالين عيد والبين ماشي اللي سنه عيد توكل الشقي وجهنا ماشي الشقي وجهنا kikaa hapo square unakaa square hii Nairobi nasikia kwa Kakaminde express down nasikia unakaa square sio unakaa tu na zuba hapa hii Nairobi watu wako job wasije wakakutota simu na kitambulisho alafu kaanza kupata tabu kaa tu square. Patia huyo mwingine swali lingine. Nani anakaa kama anakaa kwa hoteli? Mimi bana. Unataka kuitisha nini? Half baris, full baris, pasta, anabia. Kuna nini? Unaitwa nani? Ivan. Haya, swali lako. Wewe Mkristo Muislamu? Mkristo. Swali. So, staki explanation. So, home. Here question. Swali. Naomba Aha. irudiwe hiyo aya ya 6 14. Soma, mpe mic. Na hii inaitwaje? Baruani na nini yake? Maelezo yake. Patia huyo bwana. Hiyo tulimaliza hiyo swali. Wewe mpatie mwingine. Ngoja kidogo, chukua mic kwanza nifafanue hiyo swali. Andiko liko wazi. Angalia. Katika suratul Zumar. Mwenyezi Mungu anasema Nabii Muhammad miongoni mwa wa kwanza wa kusilimu. Kabla Nabii Muhammad kulikuwa manabii. Hao manabii walikuwa ni Waislamu. Nabii Musa kwa wakati wake yeye ndio wa kwanza kuwa Muislamu. Qur'ani 744. Hii watu watasoma kitabu gani? Kila nabii he was the first one to be a Muslim to his people. Kwa hivyo kama una swali lingine uliza. Mimi siko hapa ubishi. Ama ndio nimeshangaa vile unakaa hapo. Umeweka mguu ya sambusa na uliza huyu anataka kuitisha baris pasta anogel ama nini? Ami watu wa ubishi kama uko hapa jana, si unaona wako hapo. Wananijua mimi. I don't entertain rubbish. Twende. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Yes. Akasema Mwenyezi Mungu, ewe Musa, mimi nimekuchagua juu ya watu wote. Twende. Kwa ujumbe wangu. Endelea. Na kwa kusema nawe kwangu. Endelea. Basi pokea haya niliyokupa. Na uwe miongoni mwa wanaoshukuru. Endelea. Na tukamwandikia katika mbao kila kitu. Mauidha ya kila namna. Endelea. Na maelezo ya kila jambo. Basi yashike kwa imara. Na uamrishe watu wako. Wayashike bora haya. Endelea. Karibuni. Anza 43 hapo. 43. Wa kwanza wa kuamini. Juu. Inasema na alipofika Musa katika miadi yetu. Alipofika Musa katika miadi ya Allah. Na Mola wake akazungumza naye. Musa alisema. Mola wangu. Nionyeshe nafsi yako ili nikuone. Nionyeshe mimi nafsi yako ili nikuone. Lan tarani. Allah akamwambia hutapende. Akasema Allah. Hutaniona. Lakini tazama jabali iliyoko mbele yako. Musa akafanyaje? Kama litakaa mahali pake bila kupasuka na kutawanyika. Ndiyo baba, utaweza kuniona. Maliza. Basi Mola wake alipojionyesha katika jabali. Twende. Alipoonyesha baadhi ya ishara zake. Alionyesha ishara tu. Endelea. Alilifinya jabali. Alipoonyesha baadhi ya ishara zake. Ndio. Ni lenye kuvunjika. Na Musa akaanguka hali ya kuzimia. Alafu alipozindukana alisema, na itakidi kuwa wewe ndiye mtukufu. Halimkiniki hilo nililolitaka. Natubu yako kwa Allah. Natubu kwako ya Rabbi. Na mimi ni wa kwanza wanaoamini haya. Maana yake mimi ndio wa kwanza. Musa alikuwa wa kwanza. Nabii Muhammad alikuwa wa kwanza. Yaani kila nabii akikuja yeye ndio wa kwanza. Sasa mimi ninashindwa. Swali linajibika, lugha liko sawa kabisa. Aya liko wazi. Qur'ani 6:14. Mimi ni wa kwanza katika kusilimu. Mimi wa kwanza katika waliofika Isili. Kuna wengine hawajafika Isili.
katika, nikisema mimi wa kwanza kufika Isli, maana yake hakuna mwingine, mimi ndio wa kwanza. Lakini nikisema I am one of those, I am among one of those who came to Isli, so there were others there before me. Sijui hao watu, hakuna wasting time hapa, patia mwingine. Swali lingine unaye? Mpe. Patiana nafasi wewe Evans. Kaa kando. Kaa hapo kando. Unajua kuna watu wanaenda class kila mwaka wanarudia class. Ana fail anarudishwa, ana fail anarudishwa mpaka mwalimu anampiga expel. Sawa, wanakuja class hapa badala ya ku expand knowledge yao na kusonga mbele, wana fail. Wana fail, sasa tunawarudisha Rivers. Kwenda Rivers boss Evans. Wewe kaa huko. Wacha tu aulize. Hakuna tabu. Kaa hapo. Mimi nataka mtu aulize sensitive, hatukukuja. Hao watu wote, all these people here, they came here for a purpose. They left their jobs, they left whatever they were doing, which is important to them. They came here because of the word of God. And if we begin argument, then that will be haina manufaa. Ama namna gani? It is better we learn one thing rather than go home zero. Is it true? Haya kweli. Naitwa nani? Brian. Brian. Yeah. Muislamu Mkristo. Jana tulimaliza, mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo. Mpe mic huyo, kama jana, habari ya jana unaleta. Patia ule. Tuendelee, wacha niulize swali. Mpe mic huyo, kama una swali enda nyumbani takafakari ya jana. Unaitwa nani babu? James. Wewe Muislamu Mkristo? Mkristo. Unaenda kanisa? Ushaabudu Mungu hata siku moja? Hujawahi? Kwa huyo mwingine. Unaitwa nani babu? Derek. Derek. Yeah. Derek kama Derek. Asante sana. Ongea kama mwanaume. Muislamu Kristo? Kristo. Kuna swali ya kuuliza Waislamu ama nikuulize? Ndio, niko na swali. Uliza swali. Uislamu ilianza wapi? Uislamu ilianza wapi? Songa hivi kando nani. Rudi pande hiyo. Ukiuliza ndio tunakupiga game shot. Qur'ani sura ya 30 aya ya 30. Story imeisha. Inasema baada udhu billahi minash shaitani rajim. Watu wanataka kujua. Wewe unakuja hapa na ubishi hapa. Inasema mwalimu, unasemaje? Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Elekeza uso wako katika dini iliyokuwa sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu. Ndio umbile ambao Mwenyezi Mungu aliumbia watu. Yaani dini hii ya Kiislamu unafanyaje? Inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Mpe mic. Mtu wa kwanza aliumbwa ni nani? Adam. Qur'ani 2:213. Suratul Baqara. Leisha al-iyar lamar. Inasema fahmana. Sasa mimi baba, nisiwakuya sana fadisi na wala muruma. Nagadaya. Twende. Inasema baada udhu billahi minash shaitani rajim. Watu wote walikuwa nini? Walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Mpe. Kuna dini ya haki aliyokuja naye nani? Adam. Inaitwaje hiyo dini aliyokuja naye Adam? Mimi sijui. Ujui? Qur'ani 3:19. Hiyo haki, hiyo dini ya haki ndio tunatafuta. Inna dina inda Allahi al-Islam. Suratul Imran aya 19. Maliza kazi. Inasema 3:19. Ndio baba. Baada udhu billahi minash shaitani rajim. Unajua mimi nawapeleka pole. Unajua mwalimu wa university hawezi fundisha nasari. Sasa hapa unajua kwangu ni nasari kwa sababu nyinyi bado watoto. Wacha tu niende na nyinyi vile mtu naenda ama namna gani? Asante. Haya, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Mpe. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu, kitabu kinasema ni gani? Sikatai. Na Adam alikuja na dini ya haki, kwa hivyo alikuja na dini gani? Hakukuja nayo. Rudia Qur'ani. Ngoja. Mpe mic. Subiri kwanza. Nasubiri. Alikuja yeye nayo ama alipata? Alikuja nayo Yesu mwenyewe, si ndiye alimuumba? Mungu mwenyewe si ndiye alimuumba? Alimuumba. Ndio. Ngoja kidogo. Yesu alimuumba nani? Adam. Nani alimuumba Adam? Mungu. God created. Nani? Adam. Huyo Mungu ulisema saa hii ni nani? Si ni Mungu baba yetu.
Huyo Mungu saa hii unamtaja, unamficha kwa nini? Nimfiche aje? Si ulisema Yesu ndio alimuumba? Nasema Yesu. Nani alimuumba Adam? Man is to Hera, Hera is to man. Sawa, nani alimuumba Adam? Mungu. Alafu huyo Mungu akamtuma Adam wapi? Duniani. Mpe mai. Qurani 2:13. Inasema Qurani 2:13. Subiri, unajua the Englishman say if you cannot overcome an obstacle, avoid it. So the Christians, they have a very big tactic to avoid questions and answers. They avoid. Saa ingine inatoka kwa mdomo, anasema hapana, hiyo ni error. Haya, twende. Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Na wanapoambiwa aminini kama walivyoamini watu. Qurani 2:213. 2:13. Unasoma? Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Unasoma 1:13. Niko hapo mwalimu. Haya, watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Mpe kwanza. Watu wote walikuwa na dini ya haki aliyokuja naye nani? Adam. Hii ni Qur'ani inasema. Kwa hivyo hiyo dini ya haki Qur'ani inasema ni gani? Ya Uislamu. Kwa hivyo Adam alikuja na dini gani? Hiyo ya Uislamu. Swali lingine? Wakati kwa hii dunia wakati Mungu alipotuumba alituumba kwa ajili ya kufanya nini? Asante sana, mpe mic. Anasema Mungu alituumba kwa sababu ya kufanya nini? Swali nzuri kabisa. Unaona sasa vile maswali yanakuja sasa. Sura 51 aya 56. Inasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jibu lake liko hapo. Inasema 56. Shalai. Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Maliza kwanza ni wapi habari ya Waislamu. Sikuwaumba majini na watu ila